Weka kumbukumbu yako vizuri tarehe ya leo na kichwa cha somo siku ya leo. Andika jinsi Mungu anavyomtumia shetani kukamilisha mipango yake. Jinsi Mungu anavyomtumia shetani kukamilisha malengo yake. Jinsi Mungu anavyomtumia shetani kutimiza malengo yake. Jinsi Mungu anavyomtumia shetani kutimiza malengo yake. Basi hapo andika kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 12, na nitasoma Ayubu sura ya 1 mstari wa 8 na wa 12. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo niombe wasikilizaji wangu kuwa makini katika kile tutakachojifunza leo, jinsi Mungu anavyomtumia shetani kutimiza malengo yake. Moja kwa moja tutaenda kwenye kitabu cha Ayubu, sura ya 1 na ule mstari wa 8 mpaka wa 12. Sura ya 1 mstari wa 8 na mstari wa 12. Anasema hivi, ule mstari wa 8 anasema, kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyake alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse haya yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia shetani, tazama, yote alionayo yamo katika uwezo wako, lakini nyosha mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Anapotoka mbele ya uso wa Bwana, maana yake anaenda kuonana na Ayubu. Mazungumzo haya ni Mungu na shetani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mimi leo nataka uone jinsi Mungu anavyomtumia shetani kutimiza madhumuni yake au malengo yake au makusudi yake. Kwa hiyo unaona mazungumzo hapo, hakuna mwanadamu ambaye anazungumza, ila anazungumza Mungu pamoja na shetani. Na jambo la kushangaa, anasema ya kwamba wewe shetani umetoka wapi? Anasema nimetoka kuzunguka duniani. Akasema umemuona huyo Ayubu mtu wangu ambaye ni mkamilifu, hapana mwingine kama yeye? Akasema Ayubu, unajua anakuabudu wewe bure. Anakuabudu kwa sababu ya mali ulizompatia, ila ukiondoa mali hizo yeye ataondoa. Kwa hiyo lengo la Mungu hapa lilikuwa ni kupima imani ya Ayubu, kwamba hata pasipokuwa na hivyo vitu, yeye bado anakuwa ni mwaminifu, yeye bado anakuwa anasimama katika ukamilifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujue lengo la Mungu hapa lilikuwa ni kupima imani ya Ayubu, ili aone namna jinsi ambavyo anaweza kusimama na asianguke. Ndio maana akampa kibali, sema sasa basi vitu hivyo vyote tunavyoviona viko juu ya uwezo wako. Lakini jambo la msingi aliloliona shetani, akasema ninaona umemzingira kwa ukigo. Ukigo maana yake ni ulinzi wa Mungu kwenye maisha ya mtu mwaminifu. Maisha ya mtu mwaminifu huwa Mungu anamlinda. Sasa tunakuja hapa tunajiuliza swali, shetani ni nani? Shetani ni nani? Shetani ni nani? Ni malaika aliyeasi kutoka mbinguni, akatupwa chini ya shimo la kuzimu, akaitwa shetani kwa ajili ya uasi wake. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia tena, shetani ni nani? Ni malaika aliyeasi kutoka mbinguni, akatupwa chini ya shimo la kuzimu, akaitwa shetani kwa ajili ya uasi wake.
Ukisoma kitabu cha Ezekiel 28:13 hadi 19, Isaya 14:12 hadi 15, utaona maana ya shetani, kwamba huyu alikuwa ni malaika wa sifa. Huyu alikuwa malaika aliyekuwa amepewa uwezo wa hali ya juu. Uwezo wa hali ya juu. Kila jambo zuri lilikuwa juu ya maisha yake. Niombe kama kuna msomaji au nisome mwenyewe Ezekiel 28 ili unapojua maana ya shetani ni nani, ili uweze kuelewa kwamba sio kitu cha kawaida hiki. Ezekieli sura ya 28. Ezekieli sura ya 28 mstari wa 28. Ezekieli 13 mpaka 19. Ulikuwa ndani ya Eden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chake, na yakuti, manjano na almasi. Nasema zambarajadi na shoamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na balamani na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko katikati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku hilo ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, na umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo. 17. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto toka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao. Wote wakujiao katika kabila za watu watastajabia. Umekuwa kitu cha kutisha, wala hautakuwapo tena hata milele. Kwa hiyo tunaona shetani alikuwa ni malaika wa sifa ambaye Mungu alikuwa amemuinua katika mlima wake mtakatifu ya kwamba akae hapo. Lakini kwa wingi wa uchuuzi manake kusifiwa, kuinuliwa, kujionaona, ndio maana Mungu akafika sehemu akamshusha chini. Kwa sababu ya kiburi chake alisema nitapanda kupita mawingu, niwe juu kuliko Mungu. Mungu akamshusha chini. Kwa hiyo sasa tumeona maana ya shetani. Shetani alikuwa ni malaika aliyeasi kutoka mbinguni, akaanguka kwa sababu ya uasi wake, anaitwa shetani. Lakini alikuwa ni mtu mzuri ambaye alikuwa anaweza kusimama na kumsifu Mungu, maana yale mawe yote ya thamani, yale mawe ya dhahabu yote yalikuwa sehemu yake. Ndio maana anasema yakuti, samawi, zambarajadi, zumaridi, kila kitu kilikuwa kizuri chake. Lakini alipokosea Mungu alimshusha chini. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo jambo la kuelewa ya kwamba shetani ni adui mkubwa. Shetani ni adui mkubwa, na kiumbe cha kiroho kama ni kiumbe chenye nguvu, ni mwenye ushawishi mkubwa. Ushawishi upingana na waumini, pia upinga kazi ya Mungu isisonge mbele na kuzuia maombi. Kwa hiyo kazi ya shetani sio kitu cha kidogo. Hata unapopambana naye, usipambane naye kama adui mdogo. Ni adui mkubwa. Alipingana na Mungu, leo anapingana na waamini. Leo kazi yake ni kuzuia kazi ya Mungu isonge mbele, na anazuia maombi ya watu wa Mungu, na pia anaendelea kuwinda watu. Wakati mwingine anasababisha machukizo, sababu nyingine anasababisha magomvi kwa watu wakainuka, wakati mwingine hata magonjwa yanainuka. Huyu shetani. Kwa hiyo sasa mimi ninakuambia shetani ni nani. Ninataka baadaye uelewe kwa nini Mungu anamtumia.
Kwa nini Mungu anamtumia katika mambo haya? Ili ujue kwamba kuna kitu gani, kuna sababu gani. Tufuatilie tuone ya kwamba jambo lipi ambalo Mungu alikuwa amelikusudia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Hebu punga mkono wako namna hiyo, sema haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo jambo la kushangaa, ni adui wa watu wote ulimwenguni. Aliwashawishi Adam na Eva waondoke mikononi mwa Mungu. Alifanikiwa, si ndio? Alifanikiwa. Kwa hata leo anaweza kashawishi wewe utoke kwenye wokovu. Inawezekana usiposimama. Anaweza akakuangalia. Kwa hiyo huyo adui anapinga maombi. Huyo adui anazuia kazi ya Mungu isisonge mbele. Bwana asifiwe. Hebu soma Wathesalonike wa kwanza 2:18. Wathesalonike wa kwanza 2:18. Wathesalonike wa kwanza 2:18. 2:18 anasema hivi, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, na mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili shetani akatuzuia. Umeona? Kwa hiyo alitaka kwenda kwenye huduma, alitaka kwenda kufanya huduma, lakini shetani akamzuia. Kwa hiyo vikwazo vya shetani ni vingi. Unataka kwenda kuhubiri, mke anaugua. Unataka kwenda kuhubiri, mtoto anaumwa. Unataka kufanya jambo lolote, pesa haipo. Unataka kufanya kitu chochote, unataka kumwimbia Mungu, sauti haipo. Unataka kusimama na Bwana, anazua mengine, mambo yaliyo mabaya. Kwa hiyo lazima usimame kikamilifu, ujue shetani ni nani. Pamoja na mambo hayo yote, Mungu humtumia katika malengo yake. Pamoja na mambo hayo yote, Mungu humtumia katika malengo yake. Mfano, alimtumia kumwangamiza mfalme wa Israeli katika kitabu cha Nyakati wa Pili 18:19 mpaka 21. Alimtumia kumwangamiza mfalme wa Israeli. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 19 hadi 21. Aya, asema Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu mfalme wa Israeli ili akwee Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. 20. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia. Utamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ufanye hivyo. 21. Basi angalia, Bwana ametia pepo la uongo vinywani mwa manabii wako hawa, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Kwa hiyo Mungu alimtumia kuangamiza mfalme wa Israeli kwa sababu alikuwa sio mnyenyekevu. Mungu aliweka kikao mbinguni. Mungu aliweka misheni mbinguni akiangalia nitafanyaje kumuondoa mfalme wa Israeli kwa kiburi alicho nacho hichi. Wakati anajadili na malaika na watu waliokuwepo mbinguni, huyu akasema hivi, huyu akasema hivi. Pepo likatoka likasimama mbele ya Bwana likasema, nitume mimi Bwana, nitaweza. Akasema, utafanyaje? Akasema, mimi nitajigeuza na kuwa pepo la uongo katika vinywa vya manabii, nikimwambia ataamini. Basi lengo la Mungu lilikuwa ni kumwangamiza mfalme wa Israeli kwa sababu sio mtii, kwa sababu sio mwaminifu. Mungu akatuma lile pepo. Sasa andiko hapo alijasema shetani. Pepo maana yake wakala. Bwana asifiwe. Amen. Unaposikia mitaani kuna wakala wa NMB, maana yake tawi kubwa liko Tegeta, ila mtaani kuna wakala. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akasimama wakala wa shetani akasema, mimi nitajigeuza kuwa pepo la uongo kwa vinywa vya manabii, alafu nitamwambia mfalme kwenda vitani. Kwa hiyo yeye kwa sababu alikuwa anategemea manabii, hakumtegemea sana kumuuliza Mungu, akategemea manabii.
wakanena wakasema, nenda kapigane utashinda. Lakini alikuwepo nabii, palikuwa na manabii 400. Akawepo nabii mmoja alikuwa anaitwa Mikaya, alikuwa anaomba Mungu. Akasema sikilizeni. Huyo mfalme akasema sikilizeni, yuko nabii mmoja huwa anitabilii mema, huwa ananitabiliaga mabaya tu siku zote, naye si mwingine ni Mikaya. Akasema tukamlete huyo tumsikilize. Yule aliyetumwa kumfuata akamwambia njiani, mfalme akikuuliza mtabilie mema. Akasema kama Bwana aishivyo mimi nitasema kama vile Mungu anavyosema. Alipofika pale akasema, Mikaya, twende tukapigane na mfalme, twende tukapigane. Akasema sikilizeni, nalimuona Bwana ameketi toka mbinguni. Tayari nabii ameona kile kikao cha Mungu, kwamba alikuwa anauliza tufanyeje kumwangamiza huyo mfalme. Watu wanasema hivi, watu wanasema hivi, malaika wanasema hivi, wanasema hivi. Likatoka jeshi la pepo, lile pepo likasimama. Kwa hiyo akasema sikilizeni niwaambie, niliona jeshi la mbinguni kutoka juu limekaa linajadili namna ya kukuangamiza wewe. Sasa wewe nenda ukaangamie. Niliona wana wa Israeli wametawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Sasa mmesikia, kamateni huyo, mpige makofi, mweke ndani, mpe maji ya shida mpaka niende vitani, nikirudi ndio atatoka. Kumbe alikuwa ndio mwenye ujumbe wa haki. Amen. Sasa yeye akajidanganya, mfalme akaenda vitani, ndiko alikoenda kuuliwa. Lengo la Mungu likawa limetimia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema amina. Amen. Hayo lengo la Mungu likawa limetimia, kwamba mtu muovu lazima nimwangamiza utoke kwenye uso wa Mungu. Kwa Ayubu alikuwa anapima imani ya Ayubu. Kwa huyu mfalme wa Israeli alikuwa anataka kumuondoa kwa sababu sio mkamilifu, sio mwaminifu. Kwa hiyo yule wakala wa shetani akafanikisha mipango ile, ikawa imetimia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo bado tunaona Mungu anaweza kutimiza, jinsi Mungu anaweza kumtumia shetani kutimiza madhumuni yake. Bwana asifiwe. Amen. Madhumuni mawili tumeshayaona hapo, kwa Ayubu, kwa mfalme wa Israeli. Sasa tunaendelea. Ijapokuwa shetani huonekana kuwa ni mkuu wa ulimwengu huu, Mungu bado humtumia kutimiza madhumuni yake Mungu. Ukisoma Yohana 14:30 anasema mkuu wa ulimwengu huu. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi, asema kwa kuwa mkuu wa ulimwengu huu yuaja. Mkuu wa ulimwengu au Mungu wa dunia hii ni shetani. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye Yohana 14:30 utaona andiko linasema mkuu wa ulimwengu. Kwa hiyo mkuu wa ulimwengu ni shetani. Angalia maovu yanayotendeka, angalia mabaya ambayo yanapotendeka kwa wakati wao. Ukisoma kitabu cha Ezekieli kwa uangalifu 28 utakuta anasema umewajaza udhalimu wa falme. Sasa akapandikiza chuki kwa wafalme, wakaanza kutenda mabaya. Sasa akapandikiza roho ya mauaji kwa wafalme, wakaanza kuua watu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa kazi ya shetani, anaonekana kama ni mkuu wa ulimwengu huu, lakini bado Mungu akamkamata na akamtumia kutimiza malengo yake Mungu. Bwana asifiwe. Sasa haya malengo tutayaona hapa. Kama kitaka andike moja au andika kuthibitisha hali ya dhambi ya mwanadamu. Kwa hiyo lengo lingine ambalo tunaliona la Mungu, shetani huwa anatumiwa na Mungu kuthibitisha hali ya uwepo wa dhambi ya mwanadamu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe unakataa. Unajua watu ni wanakataa. Watu wanakataa. Mimi sijafanya dhambi, mimi sijafanya kosa, lakini Mungu mtumia shetani kuthibitisha uwepo wa dhambi ya mwanadamu. Twende hapa nipate msomaji. Soma kitabu cha Ufunuo. Soma kitabu cha Ufunuo sura ya 9:20-21. Naomba msomaji akimbie sana. Tutasoma kitabu cha Ufunuo 9:20-21 kinasema, na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo na hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasimsujudie
Shetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda, wala hawakutubia uuaji wao wala uchawi wao wala uasherati wao wala uwizi wao. Amen. Naendelea Ufunuo 20, naendelea Ufunuo 20 mstari wa 7 hadi wa 10. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. 9. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakazingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele. Hata milele. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaona Mungu anamtumia kuthibitisha hali ya dhambi ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Namba B, kutekeleza hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi. Kutekeleza hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi. Naomba tusome kwenye Ufunuo 9:1 mpaka 11. Nitasoma mwenyewe kwa haraka. Ufunuo sura ya 9. Alafu isikiliza vizuri kwamba Shetani atatumiwa na Mungu kutekeleza hukumu dhidi ya dhambi. Ufunuo 9 mstari wa 1 mpaka wa 11. Anasema hivi, naomba uangalie makini, twende na mimi. Fungua Ufunuo sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 11. Uone Shetani atatumiwa na Mungu kutekeleza hukumu dhidi ya dhambi. Bwana asifiwe. Haya, ninaanza kusoma. Malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akafungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mule shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Naomba uangalie sana mstari wa 4, au nirudie mstari wa 4. Anasema wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Watu waliookoka wana kipaji na alama ya Mungu hapa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na andiko hili linarekodiwa, na nadhani amjewatangazia tu watu. Toka tarehe 18 mahubiri yanarekodiwa, yanarushwa kwenye TikTok na kwenye YouTube. Baadaye nitamkaribisha atatoa. Ukifuatilia toka tarehe 18 masomo yote yamerushwa TikTok na kwenye YouTube yapo. Sasa naendelea mstari wa 5. Wakapewa amri ya kwamba wasiue bali wateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au aumapo mwanadamu. Na siku zile mwanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watakatifu watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. 7. Na maumbo yao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao 8. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na maneno yao yalikuwa kama meno ya simba. Haya, nao 9. Nao walikuwa na dilii kifuani kama dilii za chuma, na sauti ya mbawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao 10. Nao wanamkia kama nge na miba, na nguvu yao
kuwadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mkia yao 11, na juu yao wanaye mfalme ni malaika wa kuzimu, jina lake kwa Kiebrania ni Abaddon, kwa Kiyunani analo jina la Apollyon. Sasa nimesema atatumika kutekeleza hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi. Ufunuo sura ya 9 mstari wa 1 mpaka 11 yako maneno ambayo yanatutahadharisha. Kama tutaokoka vizuri, kama tutaonekana tuna vipaji au tuna mihuri kwenye paji la uso inayosomeka watakatifu kwa Bwana, kazi unayo, kazi tunayo. Haya maumbo ya hawa mashetani watakao asa, na malaika mwenye muhuri wa 5 akapewa amri afungue shimo la kuzimu. Wakatoka viumbe vya ajabu, yani ni inge, vina mkia kama mkia, vina nywele kama za wanawake, vina meno kama ya simba, alafu kifuani vina kama diliza chuma. Vikapewa amri ya kuwazulu wanadamu, wakaambiwa wasizulu mti wowote wala jani bichi, ila binadamu asiyekuwa na kipaji cha Mungu katika nyuso zao. Ateswe kwa muda wa miezi mitano, na maumivu yake uking'atwa kama maumivu ya nge wa nchi. Yaani nani anamfahamu nge wa nchi? Vipi akikuweka kidogo mwilini? Ana sumu kali. Sasa kama utaonekana kwenye kitabu cha uzima wa milele, kama utaonekana una muhuri ya Mungu kwenye kipaji cha uso wako, hawa watu utakutana nao. Kwa hiyo Mungu atamtumia shetani kuhukumu dhambi yako. Mungu atamtumia shetani kukusurubisha. Anasema hautakufa. Wanadamu watatafuta mauti hawataiona, watatafuta kufa hakutaonekana. Ni kipigo tu cha shetani. Amen. Ukiwekwa tu mwiba tu, kiweka tu inge, akikuweka unavimba au unakuwa na maumivu makali. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Natafuta mtu asiyeitikia. Haya, B ilikuwa hiyo B. C, kuijaribu imani ya waamini. Kwa hiyo Mungu atamtumia shetani kuijaribu imani ya waamini. Andika Efeso 6:16. Efeso 6:16. Efeso 6:16 anasema hivi. Efeso 6:16 anasema, zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya moto ya yule mwovu. Bwana asifiwe. Haya, Luka 22:31. Luka 22:31-32. Luka 21:32. Luka 22:31-32 anasema hivi. Akasema Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. 32. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Bwana sifiwe. Kwa hiyo tunaona andiko linasema, yani andiko linaunga mkono kwamba jinsi Mungu anavyomtumia shetani kutimiza madhumuni ya Mungu. Hapa tumefika kipengele hiki kinasema ataijaribu imani ya watakatifu. Kwa hiyo katika Efeso 6:16 na Luka 22:31-32. Luka 22:31-32. Yaani tunaenda haraka, lakini andiko taliona, mahubiri yao tutayaona yakirushwa YouTube na TikTok. Kwa hiyo anasema, Simoni, Simoni, shetani amepanga kuwapepeta nyie kama ngano. Luka 22:31-32. Simoni, Simoni, shetani amepanga kuwapepeta ninyi kama ngano, lakini nimekuombea wewe Simoni, utakapoongoka waimarishe wenzako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo shetani atatumiwa kujaribu imani yako, aone wewe umesimamaje. Amen. Wewe unafikiri shetani anaogopa Biblia? Nilishawahi kuona filamu fulani, mchungaji anaigiza kukemea pepo. Amechukua Biblia hivi sasa, toka kwa jina la Yesu,
toka kwa jina la Yesu ametanguliza Biblia hivi, akanyang'anywa Biblia ikatupwa kule, yeye mwenyewe akaanza kukimbizwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo shetani anakujua vilivyo. Shetani anajua njia zako. Shetani anajua uwezo wako. Shetani anajua wewe uko low kiasi gani. Shetani anajua wewe ni dhaifu kiasi gani. Shetani anapokuja, yani ni kiumbe, yani sio kwamba ni kiumbe dhaifu, ni kiumbe asiyeonekana, ni kiumbe cha roho, lakini kina ushawishi mzuri. Ukioni kinakaa kwenye nafsi yako, kitakaa kwenye akili yako. Sasa hivi najua kunywa pombe sio dhambi. Kwanza hii ni ngano tu. Ukinywa unanenepa. Ukinywa unanenepa, una akili nzuri. Afu onja uone matokeo yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sema amina namna hii, nyosha mkono namna hii. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Nataka mtu ambaye anasinzia amuke. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo shetani atatumiwa na Mungu kujaribu imani yangu na imani yako wewe. Mimi ninaogopa sana ile siku ambayo hata mtu anapita kule anafanya hivi aseme amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kumbe tunahudumia watu ndani na nje. Amen. Haleluya. Na tutawafikia watu dunia nzima kwa njia ya TikTok na kwenye mtandao wa YouTube. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa mimi nilichoogopa kwenye andiko la Ufunuo sura ya 9 1 mpaka 11 kwamba Mungu atamtumia kuhukumu dhambi za wanadamu. Kama mimi sitaonekana nimeandikwa kwenye kitabu cha uzima milele, kama mimi nitakosa muhuri ya Mungu hapa, ninalo miezi 5 kung'atwa na huyu mke, alafu natafuta kifo sikipati, natafuta nijiue, hamna, shughuli ipo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hebu niendelee nimalizie tena. Hiyo ilikuwa ni D. Kuwanyenyekeza waamini, kwenye mabano kuwatia unyoofu au kuwatia adabu. Kuwanyenyekeza waamini. Kuwanyenyekeza waamini. Wakorintho wa 2:12:7. Wakorintho wa 2:12:7. Wakorintho wa 2:12 sura ya 7. Ila mimi nilikuwa nataka mstari mmoja tu, lakini kwa sababu nafundisha nataka twende mpaka 10. Asema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mavuno hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Unaona huyu Paulo anachozungumza? Amen. Unaona Paulo anavyosema? Amen. Anasema kutokana na wingi wa mafunuo nilio nayo, nilipewa mjumbe wa shetani anipige katika mwili ili nisije nikajivuna kutokana na jinsi nilivyo. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wale ambao mnajivunaga na karama, bila mimi hawawezi pale, bila mimi hawatapiga kinanda, bila mimi hawapigi drum, bila mimi hawapigi vyombo pale. Bwana asifiwe. Amen. Sema haleluya. 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 Sasa mimi kazi yangu huwa nataka watu wasijivune. Tumshiriki. Toka umefika hapo naona anahubiri Kasiani, anahubiri Mia, anahubiri Danford, anahubiri Abeli. Na wewe utafanya hivyo. Mimi wasipendi nihubiri mimi tu, nataka watu wote muenee. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo utaona tumepanga watu wa kusifu safu yao, watu wa maombi safu yao, watu sijui wa mahubiri safu yao, watu wa stura ya Jumapili safu yao. Hakuna mtu ajivune. Ukijivuna, yani Mungu atakunyenyekeza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka mstari wa 7 tu wa Korintho wa 2:12:7, lakini kwa sababu ya wewe unaweza kusoma 8:9 mpaka 10 kwamba kumbe adui anatumika kumnyenyekeza mtu ili asijivune. Kwa wakati mwingine Mungu akiona wewe una ujanja unajiinua inua, ataleta tu jaribu likushushe chini. Amen. Mfalme Nebukadneza alikuwa ampi Mungu utukufu. Mungu akamgeuza awe mnyama wa mwituni, akala mnyasi, akaoga umande kwa miaka 7. Kwa miaka 7. Baadaye akamrudishia ufalme. Hapo ndo alijifundisha kusema Mungu. Amen. Na mtu mwingine alikuwa ni Farao au Herode, ndio?
Herodi alikuwa na hotuba nzuri. Akiongea hapa watu wakasema huyu kama Mungu. Amen. Huyu kama Mungu, hotuba zake nzuri kama Mungu. Yakajivuna. Mungu akatuma tu chango likamula. Amen. Unakumbuka Iringa mtumishi Philemon alisema chango sijui ni mdudu gani, tulikuwa wachanga tuelewi. Kwa aliliwa na chango, mimi nikana nasema yale mabuu ya chooni yale, sijui yale mabuu yanaangushaga zile nyonyo. Ukilima mazao ya nyonyo, sikule Iringa mono. Ya. Sasa Waswahili mnasema nyonyo. Sio maziwa haya, nyonyo. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wale madudu wanakaaga mule, au wengine wale wanatafunaga mbao. Unasikia anakula ubao, ndio kana nasema yale. Kumbe chango ni ugonjwa tu wa tumbo. Ugonjwa wa tumbo ukamula. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa kumbe shetani atatumika kumnyenyekeza muumini. Ndio maana mimi nakemeaga sana hapa ile kiburi, kujivunavuna, kujisikia. Watu wa Iringa wanasema salipo nyeke, lulu. Si ndio mzee? Yaani sasa nyonge sasa asante. Yaani lulu, yaani majivuno majivuno yameharibu huduma nyingi. Amen. Umimi umeharibu huduma nyingi. Amen. Kujionaona ukabila. Hapa watu wote ni wa muhimu kwa Mungu. Ukienda makanisa makubwa, wapi watu wa Kigoma pale? Wapi watu wa Mwanza pale? Wote haya, Simba na Yanga mpo hapa. Vikapu hiki hapa. Haya, Simba huku, Yanga kule. Mnashindwa wapi? Sasa hapo mtaleta ubaguzi. Mimi watu wote kwa Mungu ni wa muhimu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watu wote wa Mungu ni wa muhimu. Yaani hata unatoa chochote, unakaa, wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Sema mimi ni wa thamani machoni pa Mungu. Mimi ni wa thamani machoni pa Mungu. Fanya hata ukarimu kabisa. Mimi ni wa thamani machoni pa Mungu. Fanya mimi ni wa thamani machoni pa Mungu. Hebu onesha kuinama ukarimu Bwana. Mimi ni wa thamani machoni pa Mungu. Rudia tena. Mimi ni wa thamani machoni pa Mungu. Awe mtoto wako, kijana wako, binti yako, yeye ni wa thamani machoni pa Mungu. Haleluya. Amen. Hakuna mtu atakutenga na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo shetani atakunyenyekeza. Shetani atakuadabisha mpaka unanyenyekea. Kama Mungu anaweza kumtumia shetani kukamilisha makusudi yake, vivyo hivyo na sisi tunalazimika kutumia vipawa zetu, karama zetu ili kumsalia Mungu matunda. Amen. Haleluya. Amen. Sasa hichi ndio kiini cha somo, kwamba kama Mungu anamtumia shetani kukamilisha misheni yake, kukamilisha matakwa yake, nasi lazima siku ya leo simamia vipawa vyako, ujuzi wako, maarifa yako kusaidia kazi ya Mungu isonge mbele. Saidia watu wamjue Mungu. Saidia watu. Nimefurahi asema baba yangu wa kiroho Yona Afrika Mwachandala alinisaidia kujua Mungu. Alinisaidia kumjua Mungu. Wako watu wengine hawajui, hawakumbukaji hata kwao. Hawakumbukaji. Lakini mimi ninachotaka watu tuwasaidie wamjue Mungu. Watu wasiojua kuhubiri wajue kuhubiri. Watu wasiojua kuimba wajue. Amen. Jiandae baba. Mimi niko hapa leo, mimi nitakaa hapa, wewe utakuwa hapa. Sawa? Mimi ninachotaka, mimi nikikaa hapa, ukikaa hapo, wewe unahubiri hapa. Ukikosea ndo rafiki yangu. Kwamba pale tunafanya hivi, pale tunafanya hivi. Lengo tuwe wengi wahubiri wengi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata leo asubuhi mpaka naingia kwamba haya ninaanza kwa zaidi. Mimi nilikuwa nimepiga kama maombi 14 ya kwangu binafsi. Nikiomba katika kazi yangu nipate upenyo wa kuzaa wachungaji, kuzaa manabii, kuzaa mitume, kuzaa watu wenye nguvu ya kumwangusha shetani. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya kuona mnakwama sasa, haya ngoja nije. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo sasa shikilia vipawa vyako. Shikilia ule uwezo wako. Unaimba, Jumamosi kwa upo, njoo na wewe piga mazoezi ukiimba siku kiwepo, yani imba kweli kweli, muimbie Mungu, saidia watu wajue kweli, saidia watu wajue, ongoza watu wa Mungu katika njia iliyo kweli, ndipo Mungu anapofurahia. Amen. Kwa hiyo kalama yako usifungie.
karama yako isikae na wewe. Niliwahi kusema maeneo yenye thamani kuliko yote ni kule makaburini. Eneo tunalosikia watu waliokufa yana thamani kuliko. Watu wakasema kwa nini? Watu tuliowazika pale wanakufa na elimu zao, wanakufa na ujuzi wao, wanakufa na vipawa vyao, hawajafundisha watu. Amen. Kwa hiyo eneo lile wamelala watu wenye thamani na eneo lenye thamani. Lakini kama wangefundisha watu, wengine wamesomea Canada, wengine wamesomea Uingereza, wengine wamesomea Urusi, wengine wamesomea udaktari, lakini alikufundisha, si amekufa naye? Kwa sababu kwamba nikimfundisha kijua huyu atanipika. Si ndio? Huyu nikimfundisha atanipika. Mimi nadhani hata wachungaji wengi wanaogopa kuzaa wachungaji, asema huyu atanivurugia huduma. Huyu atanivurugia. Huyu atanimwagia chakula changu. Sio hivyo. Train watu. Amen. Asifiwe. Amen. Simamia watu ili wajue ukweli nao wafike pale kama wewe ulivyofikia. Kama wewe ni mchungaji, sawa wachungaji. Kama wewe ni mwinjilisti, sawa wainjilisti. Bwana asifiwe. Amen. Kama wewe ni baba, tengeneza mtoto ambaye atakuwa baba bora. Kama wewe ni mama, tengeneza binti atakao mama bora. Bwana asifiwe. Amen. Shikilia nafasi yako. Kwa hiyo tunaenda kumalizia. Kuhusu shetani tuendelee kumpinga. Kuhusu shetani tuendelee kumpinga kama ndiye adui yetu mkubwa. Yakobo 4:7 inasema hivyo, kwamba mpingeni shetani, ukaribieni Mungu naye atawakaribia, si ndio? Kwa hiyo mpinge shetani asiwe karibu na wewe. Ukiangalia sija kaondoa hiyo karama yako, asije kaondoa wokovu ulio nao. Ukiangalia sija kaondoa imani ulio nayo. Kwa hiyo yeye hutafuta kuharibu ushuhuda wetu. Yeye huwa anatafuta kuharibu ushuhuda wetu. Haya, hutujaribu kutenda dhambi. Shetani wanaweza kutujaribu tutende dhambi. Huyo kazi yake. Wakati mwingine huzusha magonjwa na maradhi. Bwana asifiwe. Amen. Naona hapa kuna andiko lile hii Wakorintho wa pili 7, Wakorintho wa pili 12 mpaka 40. Mimi nitasoma mlango wa 8 na wa 10. Asema kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba akinitoke. Naye akaniambia neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo nampendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Maana ni wapo udhaifu ndipo nilipo na nguvu. Umeona mstari wa 10? Mimi najivunia hapo. Wakati mwingine huwa nakuwa ni dhaifu. Mimi unakuwa dhaifu, nimechoka au naumwa, lakini nainuka kuhubiri. Nainuka kuombea watu. Ni wapo dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu. Amen. Kuna mwaka fulani, sio mwaka fulani, mshirika hapa alienda kupima ugonjwa pale. Haja wamepima na vipimo vikubwa, asema tumeona utumbo wako umevimba. Utumbo umevimba na una vidonda. Kapewa dawa nyingi. Yeye anakuja anajua ni kesi kubwa hiyo. Akanikuta. Nikasema mimi siamini hicho ulichoambiwa na daktari. Weka hapo hizo dawa zako. Hebu nipige faya hapa na mimi nijiridhishe. Piga faya zile dawa, alienda hakunywa hata moja, alitupa na akapona mpaka leo. Na si mwingine ni yule Nifa Mtuya hapa. Sio ilivyokuwa? Amen. Dawa zile ulikunywa au ampa mtu mwingine? Wewe aliyekwambia utumbo umevimba, umejaa hewa, sijui umejaa una vidonda, hakuna. Mungu akaondoa. Kwa wakati mwingine kabla hujanywa dawa, piga faya. Amen. Uwapo dhaifu ndipo napo kuwa na nguvu. Kwa hiyo simama mpinge shetani. Kwa hiyo tumeona shetani huwa anatumiwa hata na Mungu katika matukio tofauti. Mimi kati ya tukio ninalo liogopa la Ufunuo sura ya 9 ni tukio lijalo, sio sasa hivi. Bwana asifiwe. Amen. Lijalo, kama sitaonekana nina muhuri ya Mungu hapa, ninalo. Na jambo ambalo ni la sasa hivi, ile si kujaribu imani za waamini. Kuwajaribu imani za waumini na ili kuwanyenyekeza ile dini. Hilo liko sasa hivi. Bwana asifiwe. Kujaribu imani za. Kwa hiyo mwisho, simama imara katika imani dhidi ya mipango na mienendo ya kishetani na majaribu yake. Simama imara dhidi ya shetani, simama imara dhidi ya mienendo na tabia za kishetani. Usiposimama imara atakufyatua. Utaondoka.
yeye anaenda mpaka kwa Mungu anaongea naye. Saa nyingine wewe ulipoongeaga na Mungu umesahau. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine anaenda kushtaki. Shetani ni mshtaki wa ndugu zetu. Shetani ni mshtaki. Sasa Mungu usimpe kitu Mika, maana Mika sio mwaminifu. Ona Jumapili alihudhuria hamna. Ona Jumapili alikuwa anafanya nini, watu wako kwenye ibada, yalikuwa anajenga. Wewe wenzako kwenye ibada. Anakushtakia kweli, Mungu anagaili. Umeona? Amen. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Basi nikukaribishe mtumishi ili uweze kuongea na kufunga ibada. Makofi kwa Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Basi Mungu ni mwema. Tunashukuru kwa ajili ya ujumbe ambao tumeusikia mchana wa leo, kwamba shetani huwa anaruhusiwa ama Mungu anamtumia kwa malengo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati mwingine magumu ama maumivu huwa yanaletwa kwetu ili turudi katika mstari. Bwana Yesu apewe sifa. Ni sawa sawa tu na vile ambavyo mtoto anapewa adhabu. Wakati mwingine inakuumiza, unasikia maumivu, lakini lengo la adhabu ni wewe kukaa kwenye mstari. Na hata kwenye Biblia nafikiri kuna kitu kinaitwa muharabu, sio muharibu. Huwa anaruhusiwa, nafikiri shetani huwa anaruhusiwa huyo muharibu kushughulikia. Kwa hiyo lengo si kwamba kukupoteza, wakati mwingine Mungu anaruhusu hayo ili wewe urudi katika line. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo siku zote Mungu huwa ana malengo mazuri kwa mwanadamu, kwa sababu Biblia inasema Mungu anatuwazia mema. Lakini katika mema hayo yamkini wakati mwingine vitu vinakuwa ni vigumu, wewe ubadiliki, huelewi, inaweza karuhusiwa kama haya ambayo tumejifunza katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapojifunza maana yake ni nini? Tunatakiwa tukae, kila mmoja afike mahali tafakari, aangalie njia zake, anaenda vipi, ili ile siku itakapofika sasa, wewe kwenye kipaji chako maana yake ni nini? Jina lako lipatikane kwenye kitabu cha uzima. Jina lako lisipopatikana kwenye kitabu cha uzima, maana yake hiyo ndio imekuwa bye bye. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maana yake hapa tunapata kuwa na siasa tena. Tujitahidi kila mmoja jina lake liwepo kwenye kitabu cha uzima. Na namna ambavyo kumaintain ufike hapo ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo shetani sio mtu, shetani hana urafiki. Yaani urafiki wa shetani, yeye anaangalia maslahi. Sio kama anakupenda. Utaona mambo yako yanaenda vizuri ni kwa muda tu, lakini mwisho wa siku utalipia. Amina. Amen. Kuna siku utalipia tu. Ni sasa watu tunaofuga kuku. Kuku leo anataka kushikwa, achinjwe, anapewa mtama, ana enjoy, anakula. Anaona raha, kama leo bosi leo mbona kama kanipendelea, hakupendelei, anataka kushika kuchinje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo shetani alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi Mungu awabariki kwa ajili ya mahubiri mazuri mtumishi. Mungu akubariki sana. Naamini haya ambayo tumejifunza na maandiko mbalimbali tuyafanyie kazi ili tuweze kuyaishi, yatusaidie na kutembea vile ambavyo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Basi mwisho wa mahubiri